Mkereketo wa lugha, karibu kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho kinatufahamisha na kukuza msamiati wa lugha, sarufi ya Kiswahili, fasihi ya Kiswahili, na ningependa tuangalie muhusika na nzia kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Kwanza tumwelewe kwamba Nanzia ni mkewe Mtemi Lesulia na Nanzia ni mamake Ngoswe pamoja na Mdundo. Tunaambiwa kwamba Mangwasha ni mfanyabiashara mjini Taria. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo lazima tuweze kuelewa. Mojawapo ya sifa za Mangwasha Nanzia ni kwamba Nanzia ni mhusika fisadi. Na mbona tunasema kwamba yeye ni mhusika fisadi? Tunaona kwamba anashirikiana na mumewe pamoja na Mbwashu kuwanyang'anya Waketwa ardhi ya Matango kupitia kwa njia za ufisadi. Kama vile mojawapo ya njia hizo ni kwa mfano kubadilisha cheti cha ardhi hiyo. Kwa hivyo hiyo ndio njia ambayo tunaweza tukasema kwanza huyu ni mwanamke ama huyu ni mhusika ambaye ni fisadi. Kando na kusema kwamba huyu ni mwanamke fisadi, hoja ya kuonyesha kwamba huyu ni mhusika fisadi pia ni kwa sababu anawatumia Sihaba na Sagilu kuweza kutekeleza kitendo cha ufisadi cha kuchukua ardhi ya Matango kwa njia isiyo halali, njia haramu kabisa. Hilo ni jambo ambalo pia ni sharti tuweze kulielewa. Tunaona pia kwamba anaweza kushirikiana na mumewe kuweza kutoa hongo kwa Chifu Mshabaha, Sagilu na Sihaba kuhusu umiliki wa ardhi ya Matango. Kwa hivyo suala hili bado linaonyesha ufisadi wake. Tunaona pia kwamba anahodhi mali nyingi za umma kinyume na sheria, hata kumiliki jengo la Skyline Mall kupitia kwa njia za ufisadi. Kwa hivyo hilo ni suala ambalo tunaona kwamba Nanzia ni fisadi. Nanzia pia tunaweza sema kwamba ni mhusika mnafiki. Mbona tuseme kwamba Nanzia ni mhusika mnafiki? Jambo la kwanza tunaona kwamba anashirikiana na mumewe kuambia watu kuwa serikali ilitaka kujenga soko kwenye ardhi ya Matango. Ilhali tunajua kwamba ardhi hiyo ilikuwa imilikiwe pamoja yeye na Mbwashu. Kwa hivyo ni kuadaa tu watu wa Matango kwamba ardhi ya Matango ingejengwa nini? Soko. Lakini tunajua kwamba wamiliki wa shamba hilo ingekuwa ni nani? Ingekuwa ni Mbwashu pamoja na Nanzia. Lakini anawaadaa tu watu, anawarubuni watu kwamba wana nia ya kujenga soko ambalo lingewafaidi wana Matango. Lakini tunajua kwamba nia kuu ilikuwa kunyang'anya ardhi hiyo ndio iwe chini ya umiliki wa nani? Wa Nanzia na Mbwashu. Jambo jingine tunaona unafiki pia ni kwamba anafanya urafiki wa kando na Sagilu. Na ndiposa kuzaliwa kwa Ngoswe hajazaliwa na nani? Na Mtemi Lesulia. Bali Ngoswe amezaliwa chini ya usuhuba wa Mtemi Lesulia, chini ya usuhuba wa Nanzia na Sagilu. Kwa hivyo alienda kinyume na ndoo. Alifanya nini? Alionyesha alikuwa ameolewa kwa Mtemi Lesulia,
lakini anashiriki mapenzi nje ya ndoa, kiasi kwamba mapenzi yale ndiyo yaliyoleta uzao wa Ngoswe. Kwa hivyo hapo ndipo pia tunaangalia nini? Unafiki. Unafiki mwingine tunaona kwamba anajifanya kuwaonea wenyeji wa Matango huruma kwa kuwaletea vyakula kanisani walikojihifadhi, huku kwamba yale yote yalitokana na nini? Unyakuzi walioufanya. Wenyeji wote wa Matango tunajua kwamba wamechomewa makazi yao, wengi wao wametorokea kanisani, lakini kinaya ni kwamba aliyewatoa wakatorokea kanisani ni yule yule ambaye anajifanya kuwa na utu kwa kuwapelekea chakula kanisani, lakini tunajua kwamba ardhi yao, nyumba zao zimeteketezwa kutokana na tamaa yao ya kutaka kumiliki ardhi ya wapi? Ardhi ya Matango. Kwa hivyo ndiposa tunaona kwamba huyu ni mhusika ambaye ni mnafiki. Kando na kumwona kama mhusika mnafiki, pia ni mhusika mwenye tamaa na ubinafsi. Nanzia ni mhusika mwenye tamaa na ubinafsi. Tamaa na ubinafsi unajitokeza wapi? Tunaona kwamba anabinafsisha mali ya umma. Nanzia anabinafsisha mali ya umma pamoja na jengo la Skyline Mall kutokana na tamaa ya mali. Kule kubinafsisha, privatization ya mali ya umma pamoja hata na Skyline Mall ni tamaa iliyomwelekeza akachukua hatua kama ile. Tunaona pia kwamba anashiriki katika unyakuzi wa ardhi ya Matango kutokana na nini? Nini ilimsukuma akaweza kunyakua ile ardhi ya Matango? Kilichomsababisha akanyakua ardhi ya Matango ni swala la ubinafsi, na swala jingine ni tamaa. Hakuna jingine ambalo tutasema ni tofauti. Ni tamaa na ubinafsi ndiyo iliyomfanya akaweza kunyakua ardhi ya Matango. Jambo jingine, tamaa yake ya kupata mtoto ndiyo inayomsukuma akawa na uhusiano na wanaume wengine nje ya ndoa. Kwa hivyo kuwa na mapenzi na Sagilu na kumzaa Ngoswe ilitokana na tamaa ya kutaka mtoto na tamaa ya mapenzi. Kwa hivyo tunaona kwamba ni mwenye tamaa mhusika huyu. Jambo jingine ambalo tunaweza sema kuhusu ni mdanganyifu ama mwongo. Ni mdanganyifu ama mwongo. Mbona tunasema kwamba ni mdanganyifu ama ni mwongo? Anaficha siri yake ya kuzaa mtoto na Sagilu kutokana na kukosa uaminifu ndani ya ndoa. Nadhani kwamba tunaposoma riwaya za jadi inakuwa taharuki kutoka mwanzo hadi mwisho. Mwisho ndipo tunapojua, mwisho tu kwenye sura ya mwisho ndipo tunapopata kufahamu kwamba Sagilu alikuwa ni babake Ngoswe. Kwa hivyo ile siri ya kwamba Ngoswe alizaliwa na Sagilu ilichukua muda mrefu kabla ya watu hawajafahamu, na ndipo tunasema ni mwongo ama ni mdanganyifu. Tunaona pia kwamba anashirikiana na wengine kudanganya kuwa serikali ilitaka kujenga soko. Tunajua kwamba soko hakukuwa na mipango yoyote ya kujenga soko. Iliyokuwepo ni kwamba ni unyakuzi wa ardhi ya Matango. Kwa hivyo hakukuwa na swala la soko hapa. Soko tu ililetwa ili kuwahadaa wakazi wa Matango, ndiposa wakubali aidha kufurushwa ama kutolewa kwenye ardhi yao kwa kizingizio kwamba soko lingejengwa. Lakini soko lipi lingejengwa? Halipo. Si ni kweli? Kuna soko ambalo tunaweza tukasema kwamba lingejengwa. Tunaweza sema pia kwamba ni mhusika msaliti. Jambo la kwanza, anamsaliti mumewe kwa kuwa na usuhuba na kuzaa Mdundo na yule Muhindi pamoja na Sagilu. Tunajua kwamba usuhuba wake na Sagilu
ndiyo iliyopelekea Ngoswe kuzaliwa, na usuhuba wa Nanzia na Muhindi mmoja ikapelekea kuzaliwa kwa nani? Kwa Mdundo. Na ndiposa tunasema Nanzia ni msaliti. Nanzia pia anaisaliti jamii nzima ya Matuu kwa kuodhi mali ya umma kwa manufaa yake binafsi. Kwa hivyo kule kuodhi mali ya umma kwa manufaa yake binafsi ni suala ambalo tunasema ni kuisaliti jamii. Ni kuisaliti jamii. Anawasaliti wenyeji wa Matango pia kwa kushiriki katika kuchoma makazi yao ili afaidi yeye na wengine kama vile Mbwashu. Kwa hivyo makazi ya wenyeji wa Matango yanachomwa, na yanachomwa kwa sababu ya tamaa yake na tamaa ya Mbwashu. Kwa hivyo anaisaliti jamii ya Wanamatango. Nanzia pia tunaweza tukasema kwamba ni msiri sana, ni mwanamke msiri sana. Anamficha Ngoswe sana kuhusu baba mzazi, na ndiposa inatuchukua kipindi kirefu kabla hatujaweza kufahamu kwamba babake Ngoswe alikuwa ni Sagilu. Inatuchukua muda mrefu sana. Anamficha mumewe pia kuhusu urafiki wake na Sagilu. Inatuchukua muda kabla hatujaweza kujua kwamba urafiki wa Nanzia na Sagilu ulikuwepo. Kwa hivyo hata Mpimbi Lisulia hakuweza kubaini hili, na endapo alibaini hatujaelezwa kwenye riwaya. Ni baadaye kupitia usomaji wetu kama wasomaji, ndipo baadaye tu tunajua kwamba kumbe Sagilu alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na nani? Alikuwa na uhusiano wa kimapenzi pamoja na Nanzia. Na tutajiuliza basi, Nanzia ametumika kwenye kazi hii ya fasihi kwa kutekeleza umuhimu gani? Jambo la kwanza, ametumiwa kama kielelezo cha ufisadi katika jamii. Ametumiwa kama kielelezo cha ufisadi katika jamii. Tunajua kwamba kupitia kwake ufisadi mwingi umefanyika. Kubadilisha cheti cha ardhi, hiyo ni ufisadi. Suala la kunyakua ardhi ya Wanamatango kwa njia za kifisadi. Pia ametumiwa kuonyesha kuzorota kwa maadili ndani ya ndoa, kwa sababu ndani ya ndoa yake amemsaliti mumewe mara mbili. Kwanza, ameshiriki mapenzi na Muhindi mmoja, ndiposa Mdundo akazaliwa. Jambo la pili, amemsaliti mumewe kwa kushiriki mapenzi na Sagilu, kiasi cha kwamba Ngoswe anazaliwa kutokana na ule usuhuba wake. Jambo la tatu, ama umuhimu wa tatu wa Nanzia ni kwamba kupitia kwake pia tunapata kujua jinsi walio na mamlaka walivyoshirikiana na jamii zao kufisidi na kuharibu uchumi wa nchi. Kwa hivyo huyu ni mhusika Nanzia. Tumesema kwamba ni fisadi, tumesema ni mdanganyifu, tumesema kwamba ni msiri, tumesema pia ni mwenye tamaa na ubinafsi, na tumeangalia umuhimu wa Nanzia kwenye kazi hii ya fasihi. Kwa hivyo nawatakia usiku mwanana, lakini kabla hujafanya hivyo, naomba tafadhali jisajili kwenye kipindi hiki kwa kusubscribe. Naitwa Ustadh Kaka Munai na kipindi hiki ni Uketo wa Kiswahili.